Mtikisiko mkubwa umeibuka kufuatia mabadiliko yaliyotangazwa hapo jana na Samia Suluhu Hassan. Makala hii inatupia jicho mtikisiko huo na kukueleza kwa kina japo kwa kifupi kuhusu kilichosababisha mtikisiko huo, lakini zaidi kwa kutupia jicho majina mawili muhimu ambayo yameguswa na mabadiliko hayo. Sasa jana Februari 6 ya mwaka huu 2026, Samia Suluhu Hassan alitangaza mabadiliko ya aina mbili. Mabadiliko ya kwanza yamehusu miundo ya wizara mbili, ambapo wizara hizo mbili sasa zitakuwa na makatibu wakuu wawili badala ya katibu mkuu mmoja kwa kila wizara. Mabadiliko ya pili yamehusu watendaji mbalimbali katika ngazi ya wizara, ngazi ya mikoa na katika taasisi mbalimbali za serikali. Sasa kama nilivyosema awali, makala hii inatupia jicho majina mawili muhimu. Na jina la kwanza ni la Balozi Waziri Rajabu Salum. Wengi wenu mtakuwa mnamfahamu. Huyu amekuwa katibu binafsi wa rais kwa muda mrefu, na tofauti na makatibu binafsi wa rais wa huko nyuma, yeye amekuwa akionekana zaidi hadharani. Lakini pengine kabla ya kuingia kiundani kueleza kuhusu haya mabadiliko yaliyomkumba Balozi Waziri Rajabu Salum, hebu sikiliza kipande hiki cha makala ambayo ilichapishwa hapa Jasusi TV Januari 9 ya mwaka huu 2026, ambapo ilikuwa ni siku moja baada ya waziri kuteuliwa kuwa balozi. Kwa tarehe 8 kulitokea mabadiliko ambayo yalikuwa makubwa na kugusa watendaji mbalimbali wa serikali, na miongoni mwa walioguswa na mabadiliko hayo alikuwa ni Waziri Rajabu Salum ambaye aliteuliwa kuwa balozi. Kwa hebu sikiliza kipande hiki cha makala, halafu tarudi kuwaeleza zaidi. Hapa kulikuwa na kikao cha baraza la mawaziri huko Zanzibar, alikuwepo karibu na Samia. Nini kilichopelekea kuteuliwa ubalozi? Ni mapema mno kueleza undani, lakini moja ya vitu ambavyo vinafahamika kwa wanaojua yanayoendelea chini ya carpet, huyu alikuwa na bifu na Abduli kuhusu mwanamke kitambo, lakini bifu lao halikuwa lile la kiasi la kuja kuharibu ajira ya mtu. Hata hivyo, kuna mtu Ikulu anavujisha taarifa, kwa sababu taarifa ya waziri kuondolewa hii katika hii nafasi ilianza kusikika kitambo, takriban wiki mbili hivi. Na ukienda kwenye mtandao wa kijamii wa Jamii Forum utakuta tarehe 1 mwezi huu wa kwanza wa 2026 kuna mtu aliposti pale kwamba Waziri Salumu inatakiwa ujiuzulu, wao kukupa ubalozi ni wamekushusha, kwa maana kwamba huyu mtu alikuwa anajua kwa Waziri Salumu atapewa ubalozi, anatolewa katika nafasi ya katibu binafsi wa rais. Kwa hiyo hili ni zito, kwa sababu huyu bwana alikuwa na influence kubwa kuliko mtumishi yote wa serikali. Mtumishi rasmi wa serikali alikuwa na nafasi na sauti kubwa sana. Yeye ameidhinisha teuzi mbalimbali, mawaziri mbalimbali waliopo madarakani wamepata nafasi hiyo kwa sababu yeye, lakini pia watu mbalimbali wametoka madarakani kwa sababu yake yeye. Huko idara ya usalama wa taifa kuna watu waliopata madaraka na walioondolewa kwa sababu ya Waziri Rajabu Salum. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana katika kila analofanya sana, na haya yote yanayojiri nchini Tanzania yeye ana mkono wake. Hii ya ubalozi yaliyomkinika kusubiri, je, atakubali? Je, atapangiwa nafasi? Je, atajiuzuru? Nadhani katika siku chache zijazo tunaweza kufahamu. Lakini huyu pia ni mtu muhimu sana, kwa sababu hii ni ishara za hadharani za waziwazi kwa mtu ambaye amekuwa ni mwandani, yani mwandani ni mtu wa karibu sana wa Samia, kuweza kutoswa. Hii inaeleza mengi. Kwa hiyo ni swala la, nadhani muda utaweza kutueleza mengi kuhusiana yanayoendelea. Mmoja wa watu ambao waliwaleta ni Steve Nyerere, yule mchekeshaji. Yule ni mtu wa karibu sana wa huyu waziri Rajabu, na Steve akawa mmoja unaitwa kama maafisa wa Ikulu. Ni kwa sababu yake wasanii wengi wa Bongo Flava, wasanii wa filamu wamenufaika kutokana na ukaribu uliopo, ukaribu mkubwa kati ya waziri na Samia. Nini kitakachotokea huko mbele? Jasusi TV inaendelea kufuatilia na itakupa sehemu ya uchambuzi uliowasilishwa hapa Jasusi TV Januari 9 ya mwaka 2026, siku moja baada ya mabadiliko mbalimbali yaliyofanyika
hapo Januari 8 ya mwaka huu 2026, na miongoni mwa waliokumbwa na mabadiliko hayo alikuwa ni huyu bwana waziri Rajabu Salum ambaye aliteuliwa kuwa balozi. Sasa baada ya ripoti hiyo ya Jasusi TV, baadhi ya wadau wakadai kwamba bwana jasusi, umepewa taarifa zisizo sahihi. Yule bwana waziri anaandaliwa ulaji mkubwa. Amepewa nafasi ya ubalozi kwa sababu anatarajiwa kumrithi katibu mkuu kiongozi wa sasa, yani balozi Dr. Moses Kusiluka, kwa mujibu wa hao wadau. Lakini taarifa ilizokuwa nazo Jasusi TV ni hizo zilizowasilishwa katika makala hiyo, kwamba huyu bwana alikuwa anatolewa Ikulu na kituo chake baada ya kuteuliwa ubalozi alikuwa aende nchini China. Hata hivyo alifanya jitihada kubwa, na kimsingi alikataa hiyo nafasi ya kupelekwa huko nchini China, na inaonekana kuwa matokeo ya kukataa huko ndiko kumepelekea kupata demotion, kwa sababu kimsingi ameshuka cheo vibaya kutoka kwenye nafasi kubwa ya katibu binafsi wa rais kwenda kuwa balozi. Haikuwa kushuka cheo, ilikuwa ni kupanda cheo, lakini kuna tofauti ya kuwa na cheo na ile influence unayokuwa nayo. Katika nafasi hiyo ya katibu binafsi wa rais, influence ni kubwa, japo kiwadhifa ubalozi kwa nchi kubwa kama China ilikuwa ni promotion kwake. Hata hivyo, nafasi zote hizo mbili huwezi kulinganisha na hii ya sasa ya katibu mkuu wa wizara, kwa sababu anakuwa chini ya waziri, anakuwa chini ya naibu waziri. Kwa hiyo ni ameshuka cheo kwa kiasi kikubwa. Lakini kuna impact kubwa zaidi ya hili lililotokea. Impact ya kwanza ni ukweli kwamba huyu alikuwa ni mtu wa karibu sana wa Samia. Ni watu ambao wametoka mbali, kama ilivyoelezwa katika makala hiyo, kabla Samia hajawa makamu wa rais, kwenye bunge la katiba, na alivyokuwa makamu alijaribu kuwa naye karibu, lakini marehemu Magufuli aliingilia kati na kumweka naye mbali. Lakini mara baada ya Samia kuingia Ikulu 2021 mwezi Machi, akamvuta na kuwa katibu wake wa rais. Na huyu ni tofauti na makatibu wa rais wengine, makatibu binafsi wa rais wa huko nyuma, kwa sababu wengi tulikuwa tuwafahamu makatibu binafsi wa rais, tulikuwa tunasikia tu majina au mara moja unaweza kuona picha. Lakini huyu bwana, sehemu yoyote aliyopo Samia na yeye alikuwepo, tena alikuwa karibu, ameonekana akimnong'oneza Samia. Kwa hiyo alikuwa na ukaribu mkubwa sana, na alikuwa pengine anaingia katika rekodi kama katibu binafsi wa rais aliyekuwa hadharani zaidi kuliko wengine waliopita. Lakini hili lichangiwa sio tu kutokana na ile nafasi, lakini kutokana na ukaribu mkubwa sana waliokuwa nao. Sasa katika nafasi hiyo, kutokana na ukaribu na hiyo influence aliyokuwa nayo, yeye ni sehemu muhimu ya maamuzi yote yaliyofanywa na Samia. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, hata majanga yaliyojiri kuanzia Oktoba 29, bwana waziri hawezi kujitenga nayo, ni mtu wa karibu katika. Lakini hili lina taswira mbili. Ya kwanza ni kwamba kwa Watanzania ambao wanaomba utokee mfarakano katika serikali ya Samia, ili baadhi ya watu walioshuhudia unyama huo waje kuwa upande wa wananchi, kuja kuwa mashahidi katika kesi hiyo inayotarajiwa kuanza muda wote ule dhidi ya Samia huko mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Hii ni habari njema. Mfarakano wowote katika hili genge ni habari njema kwa Watanzania, na kwa hakika huenda kuna matumaini makubwa kwamba huu ni mwanzo tu wa mpasuko. Kuna ule msemo ambao jasusi wanapenda kuutumia mara kwa mara kwamba ushirika wa chawi haudumu. Kwa hiyo si jambo la ajabu kuona hata wale waliokuwa pamoja wameshikamana vizuri, ghafla inaanza kutokea. Lakini pia kuna mtizamo wa pili ambao ni muhimu sana kwa wale wenye imani ya kiroho, wanaoamini katika sala, wanaoamini katika dua. Sala zenu na dua zenu zinafanya kazi. Ndo dalili kama hizi. Haya yasingetokea muda huu, hawa si watu wa kufarakana muda huu, na mtasikia pengine maelezo mengine tofauti kwamba wao sio kufarakana, lakini mfarakano ni huu ambao uko wazi. Kwa hiyo hizi ni habari njema kwa wale ambao wanaamini katika sala, wanaamini katika dua, zinalipa, zinajibu. Kwa hiyo na huu ni mwanzo. Lakini kuna upande wa pili ambao nao ni muhimu zaidi. Huyu bwana aliwezesha watu wengi sana kuingia katika nyadhifa mbalimbali. Kuna mawaziri kadhaa waandamizi ambao wamepata nyadhifa hizo kupitia kwa huyu bwana. Kwa hiyo hii ndio inapelekea taarifa tetesi ambazo Jasusi TV imezipata kwamba kuna uwezekano wa mabadiliko katika baraza la mawaziri hivi karibuni, ambapo baadhi ya mawaziri ambao waliingia katika nyadhifa hizo kwa mgongo wa huyu bwana waziri
huenda wakatolewa katika nyadhifa hizo. Jasusi TV itakufahamisha kadri inavyozidi kupata taarifa hizi. Lakini pia kuna upande wa pili wa watu ambao walipoteza nyadhifa zao kutokana na influence ya huyu bwana. Kuna mawaziri kadhaa waandamizi katika serikali iliyopita, katika awamu iliyopita, ambao walipoteza nyadhifa zao kutokana na kupishana lugha na huyu bwana. Pia kuna watendaji wengine waandamizi wa serikali ambao walipoteza nafasi zao kutokana na kupishana na huyu bwana. Kwa hiyo ndio hali itakavyokuwa. Kwa upande mmoja anaweza kuwa mtu muhimu kwa endapo hizi tofauti zao zinaweza zikapelekea kugeukana na vitu kama hivyo, japo ni mapema mno kuzungumzia kama. Lakini pia kuna picha nyingine. Huyu bwana alikuwa ni kiungo muhimu sana kati ya Samia na wasanii wa Bongo Movie na Bongo Flava. Nafahamu kuna yule jamaa anaitwa Steve Nyerere, yule mchekeshaji. Sasa hivi anafahamika kama afisa mwandamizi wa Ikulu. Ameingia kule kwa sababu ni mshikaji na huyu waziri. Sasa pengine huko mtaani kuna vilio vya hawa wasanii kwa sababu pesa nyingi walikuwa wanapata kupitia mpaka safari za nje za rais. Baadhi ya wasanii walikuwa wanazipata kupitia kwa huyu bwana. Kwa hiyo huenda kuondoka kwa, sio huenda, kihakika kuondoka kwake kutakuwa na athari kwa hawa ambao walikuwa wakinufaika kupitia kwa mgongo wake. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu swala hili na itawaletea taarifa zaidi kadri zinavyopatikana. Sasa kama nilisema awali, kuna majina mawili. La kwanza ni la huyo Waziri Rajabu Salum ambaye ameteuliwa kwa katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara. Lakini mtu wa pili ni Meja Jenerali Marco Elisha Gaguti. Huyu ni mkuu wa utumishi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Hiki ni cheo kikubwa sana ndani ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Yamkinika kusema takriban maafisa waandamizi wakuu, tuseme top 10 ile ya wakuu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, huyu yupo miongoni mwao. Kwa hiyo yeye naye ameteuliwa kuwa balozi. Lakini huu ni uteuzi wa pili in less than mwezi mmoja, kwa sababu uteuzi uliopita ulikuwa ni wa Meja Jenerali Mkeremi. Yule Meja Jenerali Mkeremi yeye alikuwa ni mkuu wa intelijensia jeshini. Kwa hiyo aliondolewa ile aliondolewa Januari 8 ya mwaka huu 2026 na ameteuliwa kuwa balozi. Sasa wiki takriban 4 baadaye Meja Jenerali Marco Elisha Gaguti ambaye ni mkuu wa utumishi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania naye ametolewa katika wadhifa huo na kuteuliwa kuwa balozi. Haya ni masuala mazito kwa sababu hao wote wawili ni watu muhimu sana ndani ya Jeshi la Wananchi. Ni maafisa waandamizi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Yule wa kwanza alikuwa ni mkuu wa intelijensia ndani ya jeshi na huyu ni mkuu wa utumishi ndani ya jeshi. Wote wawili katika nyadhifa zao walikuwa na mchango katika yaliyojiri Oktoba 29 na siku zilizofuata. Yule wa kwanza Meja Jenerali Mkeremi alihusika kutoa intelijensia iliyopelekea kuchinjwa kwa hao maelfu ya Watanzania. Na huyu kama mkuu wa utumishi, naelewa mkuu wa utumishi ni mtu wa mambo ya logistics na vitu kama hivyo. Kwa vyovyote vile alikuwa na nafasi muhimu ambayo iliwezesha kufanikisha baadhi ya wanajeshi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania kufanya unyama huo waliofanya. Hao wameondolewa kimkakati. Lakini kuna kubwa zaidi. Hapa katikati Jasusi TV ili kuletea utabiri kuhusu yatakayojiri mwaka huu 2026. Na kwa mnaokumbuka utabiri wa 15 ulihusu mabadiliko makubwa ndani ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania, Idara ya Usalama wa Taifa na Jeshi la Polisi. Sasa tayari ndani ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania kumeshatokea mabadiliko mawili. Moja ni kuondolewa kwa mkuu wa intelijensia jeshini Jenerali Mkeremi, na hili la pili sasa la kuondolewa kwa mkuu wa utumishi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania Meja Jenerali Marco Elisha Gaguti. Na kuna mengi zaidi yanatarajiwa kuja huko mbele, lakini pia kuna Jeshi la Polisi, kuna mabadiliko makubwa yanatarajiwa kutokea hivi karibuni, na huko Idara ya Usalama wa Taifa mtasikia habari nzito muda si mrefu kuanzia hivi sasa. Jasusi TV itaendelea kukuletea taarifa mbalimbali. Je, una maoni gani kuhusiana na haya yaliyojiri na haya yaliyozungumziwa katika makala hii? Karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.